Tuna wasalimu mara tena watazamaji wapenzi wa Plateau Sonar. Kwa sasa tunawaletea kipindi kizuri sana, vitabu viongee ama tetea imani. Kwa sasa niko na waalikwa wangu wako ndani ya studio. Tutaingilia kabisa ndani ya mada, kwa kuwa siku iliyopita tuliweza kuzungumzia juu ya Mungu wa Kiislamu, lakini leo tutaongea juu ya Mungu wa Biblia. Je, Mungu anayezungumziwa ndani ya Biblia, je, ni Mungu wa kuabudiwa? Kwa kuwa pale kuna kwa confusion ya kabambi sana. Na ni hapa tunaleta hii kipindi kwa kuweza kutetea imani. Na ndugu mtazamaji ambaye uko unatazama wakati kama na huu, na wewe ukasikia kwa kutetea imani yako, utatuandikia tu pale chini na tutakutia kabisa kuliste ya wale mapasta wakubwa kama ambao hapo wenyewe niko nabo ndani ya studio kwa wakati kama na huu. Kwa dakika 10 basi ya mwanzo nitaomba ndugu yangu mwenyewe atajijulisha na kuingia kabisa ndani ya mada. Je, Mungu anayezungumziwa ndani ya Biblia ni Mungu wa kweli au ni Mungu wa kuabudiwa? Karibu ndugu yangu kwa dakika 10 yako ya mwanzo. Asante msimamizi wa kipindi kwa ajili ya kunipatia hii wakati ili kutetea kwanza maneno ya Mungu. Mimi mwenye kuwa ndani mbele ya watazamaji ninaita kwa jina la disciple Eli au mwanafunzi na mfuasi wa Yesu Kristo, entre parenthèses Église des Apôtres au kanisa la mitume. Kwa hii point ni mimi nazoeka kusema kwamba Goma au nchi yetu Kongo iko na bahati, surtout kwa province yetu hii ya Nord Kivu. Mko na bahati kwa sababu mjumbe wa Mungu alitokea huko. Tuko na bahati katika njia mbili. Njia ya kwanza, wale watakaookolewa wataokolewa kwa mafundisho ya kweli yenye haina contradiction, na wale ambao hawataokolewa watabakia wanajua vitu vile vilivyo halali. Banazungumzia Mungu wa Biblia. Biblia maana yake mkusanyiko wa vitabu. Mkusanyiko wa vitabu njoo Biblia. Hasa huyu Mungu anayeabudika katika Biblia ni wa kweli? Tulionesha waziwazi kama Biblia inaongozwa katika njia mbili kubwa. Njia ya kwanza, kuna watu ambao wanajileta kwa Mungu ili kwamba wamwabudu Mungu, wakimtafuta Mungu kwamba wamwabudu Mungu. Ile ni ya kwanza. Watu wakimtafuta Mungu kwamba wamwabudu Mungu, haiwezekane kumwabudu Mungu. Kuna watu wa pili ambao wameitwa na Mungu kwamba wamwabudu Mungu. Nadhani naeleweka. Yaani kikundi cha kwanza ni watu wanaenda kumtafuta Mungu. Kikundi cha pili ni watu ambao Mungu anawaita wamtumikie. Mimi ni mmoja wao wa wale ambao Mungu anaita wamwabudu. Na ndugu zangu ambao tuko nao hapa emission ni watu ambao wanaenda kumtafuta Mungu wamwabudu. Sasa katika ujuzi ambao tutakuwa nayo, yule mtu ambaye Mungu aliita amwabudu, Mungu anamservir vyenye atamwabudu ndani. Pale tuko tunaangalia katika kitabu ya Korinto ya kwanza sura 2 mstari wake wa 12, njoo nazungumuza vile. Na wale watu wanaoenda kumtafuta Mungu wanamtafuta katika akili zao. Pale tunaangalia kitabu ya Wakolosai sura 2 mstari wa 12. Yaani ndo aina ya watu grupe mbili zinazomtafuta Mungu. Sasa tutajua je, grupe zenye zinamtafuta Mungu na grupe zenye zinaitwa na Mungu. Wale wanaitwa na Mungu, Mungu anawapatia imani moja, wa Efeso 4:4. Imani moja, Mungu moja, tumaini moja na ubatizo moja, na wanaitwa katika tumaini la mwito wao. Lakini wale wanaoenda mtafuta Mungu kwa sababu wanatumia akili zao za kimwili, wanatumia intelligence yao, wanatumia vilivyo vyao, ni sherti tutawatambua namna gani? Ni madivision. Kule kwenye watenda mtafuta Mungu, watenda tafuta na franga. Zile franga zinawagawa.
Kule kwenye wataenda tafuta Mungu wanatafuta na vyeo vinawagawa. Kule wataenda tafuta Mungu wende watatafuta madaraka ya kiserikali, vinawagawa. Kwa hiyo ni vigumu sana uone dini yenye lienda mtafuta Mungu haina division. Ni vigumu sana, na sidhani kama iko. Mama msikilizaji atakia nitosha mconfusion. Anioneshe dini moja katika dini zilizoamua kwenda kumtafuta Mungu yenye haina division. Haikwaki. Nadhani tangu mwaka wa 13 Bwana wetu Yesu Kristo alipopanda mpaka sisi hatuyesikiaka Eglise des Apôtres mbili. Ni moja tu. Malgré tribulation yenye ilifanyika wakati ya bandugu yetu ba mitume walikuwa wangali kudunia, tribulation ilipitaka mingi lakini walibaki sana. Siwezi pinga Petro pinga Paulo hawezi pinga Barnaba hawezi pinga Filipo, Yesu hawezi pinga nabo. Donc sisi ni umoja tangu kule kumwanzo mpaka leo. Na tunatumikia Mungu katika nia moja, ujuzi moja na kila kitu kimoja. Lakini ndugu zetu walioenda kumtafuta yule Mungu wetu walikuwa divise. Njoo Mungu mwenye anaabudika katika Biblia katika njia mbili. Wamoja wanaabudu katika makosa, wengine wanaabudu katika haki. Yaani wenye wanaabudu katika haki ni wale waliitwa na Mungu wakuyo mtumikie. Wale wanaabudu katika makosa ni wale wanaoitwa wale wanaojipeleka kwa Mungu. Tutasoma Mungu gani? Sisi tunajua kama katika Biblia au katika ujuzi ya Mungu si mmoja. Ile kwanza tuijue Mungu haiko mmoja. Inaandikwa katika kitabu ya tuangalie kitabu ya kwanza kitabu ya Yohana sura yake 14 mstari wa 12. Kama mkusomaji iko tayari anaweza tusomea atusaidie kwa usomi ili vitu vitembee sawa. Yohana ngapi? Yohana 11:14 mstari wa 12 28 plito. Inasema kitabu cha Yohana sura ya 14 aya yake ya 28. Inasema mulisikia ya kwamba mimi naliwaambia naenda zangu tena naja kwenu. Yesu anasema mulisikia mimi niliwaambia ninaenda zangu tena nitakuja kwenu. Kama mungalinipenda, kama mungelinipenda mie Yesu, mungalifurahi kwenda yangu, kwa sababu naenda kwa Baba. Anaenda wapi? Kwa Baba. Anaenda kwa Baba. Yaani Yesu ana baba yake ambaye ataenda kwake. Ndiyo? Kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Unaweza simama. Yesu anatemwanye kama mulisikia kama mimi nakuja na nitaenda tena. Na vile ninaenda kwa Baba. Mwai kwenda yangu kwa Baba yangu ni mkuu kuliko mimi. Kila ushuhuda ni ifo ikuwe na ushuhuda mbili. Neno mbele liaminike, ifo ikuwe na ushuhuda mbili. Yaani kuna Yesu, kuna Mungu. Paulo we njoo liitwa na Yesu akakujulisha habari zake. Tumuulize Paulo, unahakikisha kama Yesu anakuwaka na Baba? Kamata Waefeso sura 1:17. Inasema hivi. Ndiyo. Kitabu cha Waefeso sura ngapi mwalimu? Sura 1 aya yake ya 17. Safi, nasema hivi. Ndiyo. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Paulo anajua kama Bwana wetu Yesu Kristo anakuwaka na Mungu wake. Ndiyo. Mungu wa Baba wetu Yesu Kristo. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Baba wa utukufu. Yeye anakuwaka njoo Baba wa utukufu. Awape ninyi roho ya hekima. Yeye ndo anapanaka roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Asante. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo awape roho ya hekima na ya ufunuo ili kwamba mfanye nini? Mumujue. Ni tofauti. Roho zenye bandugu wanatumika nazo haiko ndio tunatumika. Roho zenye tuko nazo za ufunuo na za unyenyekevu ni roho zenye zinatoka kwa Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tofauti na ufunuo yenye elimu wandugu wanatumika nayo ni elimu yenye inatoka kwa marehemu Mungu ampokee kabutu kuteoloji.
ni elimu yenye natoka kwa Manaime College, ni elimu yenye natoka kwa kujifunza Biblia. Sasa vile watemwe de Jehova habiku hapa, watakapofika nao utazungumuza, ni elimu yenye natoka kwa kujifunza sana Biblia. Lakini sisi elimu tunayo ni elimu yenye natoka kwa Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa njia gani? Kwa njia ya ufunuo. Tukisoma kitabu ya Yeremia 33, maandiko yanaonyesha wazi kama kwa wakati ya mwisho kwa hii agano, Mungu ataandika sheria zake ndani yetu, lakini pia kwa mioyo yetu atazigrave. Kugrave ndio nini mkiswahili? Hapa ili utatafsiri ile kugrave nyuma, ili yako nafika mwisho kabisa. Asante. Lakini mpaka pale wakati utarudia tena, nadhani utakia kuonesha sasa wazi ule Mungu wa Biblia kama ni wa kweli wa kuabudu. Kwa kuwa wakati mlianza kusema kama Biblia ni mchanganyiko wa vitabu, na sio kama kwa ile mchanganyiko wa vitabu njoo kila kitabu iko na Mungu wake. Pale tunataka tupate mwangaza wazi, tujue kama ule Mungu wa Biblia kama njoo wa kweli kuabudu, na tujue jina yake. Juu wakati mlitangulia kusema kama Mungu ni ba mingi. Sasa paami wale ba Mungu ba tro. Ule hasa mwenyewe iko wa Biblia, ule Mungu wa mwiko yule aboti ni nani? Wewe utatuambia saa hii nyuma. Kwa dakika 10 nyingine nitapatia ndugu yangu, utajijulisha na utaingia kabisa ndani ya mada. Karibu. Asante sana watazamaji. Kwa majina ni Ustazi Mugisha Nzarondora, nikiwa mwinjilisti wa kanisa la Wasabato. Mada ya leo inazungumzia kuhusu Mungu wa Biblia. Wanatuuliza Mungu wa Biblia ambaye anastahili kuabudiwa. Waliuliza jina lake nani? Hiyo ndio mada. Kama ni wa kweli au la. Sasa ndugu yangu alipotangulia aliweka maneno yake. Lakini kabla niweze kuingia katika mada, naomba msomaji wangu. Naam. Unichukulia Ayubu. Kitabu cha Ayubu 11:2. Inasema hivi mwalimu. Ndio. Kitabu cha Ayubu 11:2. Sura 11 aya yake ya pili inasema hivi. Ndio. Je, huu wingi wa maneno yako usijibiwe? Natuuliza, je, huu wingi wa maneno ya huyu ndugu ambayo ametamka hapa usijibiwe? Je, huu wingi wa maneno yako usijibiwe? Na mtu aliyejaa maneno, je, ahesabiwe kuwa na haki? Yaani ninapochunguza huyu mimi naona anajawa tu maneno lakini haseme haki. Nichukulie Mezali 18:17. Kitabu cha Methali. Ndio 18:17. Tuingilie katika mada sasa. Inasema hivi mwalimu. Ndio. Methali sura 18 yake ya 17 inasema hivi. Ajiteteaye kwanza huonekana kuwa ana haki. Wanasema ajiteteaye kwanza huonekana kuwa na nini? Kuwa na haki. Huyu ndugu alikuja akajitetea. Na wale watazamaji ambao wamemsikiliza na wamemtazama, wao wanaona ana haki. Lakini jirani yake huja na kumchunguza. Acha sasa tumchunguze sisi kufuatana na maneno ambayo aliyasema. Je, kweli ana haki ya kunena yale? Alipotangulia yeye alikuja akasema kuhusu makanisa. Na mada haikuwa inazungumzia makanisa. Yeye akaongea kwamba kunakuwa wale ambao wanamtafuta Mungu. Na kunakuwa wale ambao Mungu yeye anawatafuta. Yaani kupafatana na maneno yake, mtu hawezi tafuta Mungu, lakini Mungu anapaswa tafuta mwanadamu. Tuulize Biblia. Je, kweli mwanadamu anapaswa tafuta Mungu ama ni Mungu ambaye anapaswa tafuta mwanadamu? Kabisa. Nichukulie Isaya. Kitabu cha Isaya 55. 6. Kabisa, niko pale mwalimu. Ndio. Kitabu cha Ayubu sura ya 55. Isaya ndio Isaya 55 aya yake ni ya 6. Inasema hivi. Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Wanasema mtafuteni nana? Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Je, walisema Bwana amtafute mtu? Inasema ameagiza mtu amtafute Bwana. Mtafuteni Bwana. Yaani ninapochunguza akili za huyu ndugu naona kwamba ameweka akili zake. Kweli. Mezali 3:5. Mezali 3:5. Ndio. Ama 5:3. Inasema hivi mwalimu. Ndio. Kitabu cha Mezali 3:5. Inasema hivi mwalimu. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Ni kwa huyu ndugu ambaye ni wa kanisa la mitume. Wanasema umtumainie Bwana Mungu wako. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Kwa moyo wako wote. Wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Ndugu Elia, usizitegemee akili zako, lakini tegemea yale ambayo yameandikwa katika Biblia. Hebu ni Mungu gani ambaye tunapaswa kumwabudu hapo sasa? Isaya 66. Aya ya kwanza.
Kitabu cha Isaya. Ndio. 66. Aya ya kwanza. Aya ya kwanza. Inaimba ikisema hivi mwalimu. Ndio. Bwana asema hivi. Bwana anasema sasa ni yule Bwana ambaye tunapashwa muabudu. Anasema nini? Mbingu ni kiti changu cha enzi. Ni yule ambaye anasema mbingu ni kiti changu cha enzi. Na dunia ni mahali pa kuweka miguu yangu. Ni yule yani anaikaa mbinguni na kudunia anaweka miguu yake. Mtanijengea nyumba ya namna gani? Sasa nauliza, je, mtanijengea nyumba ya namna gani? Ni huyo Bwana ameuliza, lakini alisema kuhusu kutoa sadaka. Yaani wao hawajengi hata nyumba ya Mungu. Na yule Bwana anauliza, je, mtanijengea nyumba ya namna gani? Yule Bwana ndiye anaye tunapaswa kumwabudu. Yaani wale ambao hawajengi hiyo nyumba ya Bwana, je, watamwabudu? Watamwabudu wapi? Hawajenge nyumba za kumwabudu. Aliweza kusema kuhusu sadaka. Tutakuja pale kama ataendelea kuongea mambo kama yale. Lakini napenda tuone yule Mungu ambaye anastahili kuabudiwa. Ni nani? Ni Mungu ambaye anajitambulisha katika kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka. 6:2. 6:2 nasema hivi mwalimu. Ndio. Kitabu cha anajitambulisha kwanza. Kitabu cha Kutoka sura ya 6 aya yake ya 2 na kuja kusema hivi. Ndio. Kisha Mungu akasema na Musa akamwambia. Unasikia yule Mungu aliweza kusema na Musa akamwambia. Ndio. Mimi ni Yehova. Mimi ni nani? Ni Yehova. Rudilia hapo. Kisha Mungu akasema na Musa akamwambia. Ndio. Mimi ni Yehova. Mimi ni nani? Mimi ni Yehova. Mimi ni nani? Ni Yehova. Ametamka jina gani? Yehova. Yule ndiye Mungu wa Biblia ambaye tunastahili kumwabudu. Kweli. Yaani ndugu yangu alipotangulia, mimi sikusikia Mungu ambaye alitaja. Hajamsema. Yaani aliweka tu maneno yake ambayo yalitoka katika akili zake. Kwanza ni Mungu ambaye anajitambulisha kwanza. Ndio. Mwingine ni Mungu ambaye anaweza yote katika kitabu cha Yeremia. Tuingie hapo. Sisi tunatoa maandiko, hatuseme maneno yetu. Kabisa. Ndio. Vitabu viongee. Ndio. Yeremia sura ngapi mwalimu? 16:21. 16 aya ya 21. Inakuja kwa kasi kisema hivi. Ndio. Basi tazama nitawajulisha mara moja hii. Ndio. Nitawajulisha mkono wangu na nguvu zangu. Ruka kamata Isaya. Hiyo ni yule tu mtu ambaye anajitangulisha sababu anawajulisha. Kabisa. Kamata kitabu cha Isaya. Ndio. Isaya sura. Ama Yeremia tu hapo. Niko hapo. 32. 32. 27. Kabisa. Ndio. Inakuja kisema hivi mwalimu. Ndio, tupe habari. Yeremia sura ya 32 aya ya 27. Inasema hivi. Tazama mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Ni Mungu wa wote wenye nini? Wenye mwili. Kama Elia na mwili, yule ni Mungu wake. Endelea. Je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Anauliza sasa, je, kuna kuwa neno ambalo huo Bwana, huo Mwenyezi Mungu ambalo hawezi kuliweza? Ni ulizo ambalo limeulizwa. Yaani yule anaweza yote. Kitu kingine ni Mungu ambaye aliumba. Mungu ambaye ni muumbaji. Kweli. Katika kitabu cha Isaya. Tuone, je, huyu Mungu wa Biblia aliumba? Ikiwa taweza kuumba, asiwe kama yule Mungu wa Qur'ani ambaye tuliona kitu ambacho kiliweza kuumba ilikuwa ni kalamu. Bahati nzuri hawakuja, Waislamu hawako kabisa. Waliogopa mada hawakuweza kuja. Haya. Ndio. Kitabu cha Isaya 45:12. Inakuja kwa kasi kisema hivi. Ndio. Mimi. Yule ni Mungu ambaye sasa. Mimi nimeiumba dunia. Ni Mungu ambaye ameumba nini? Dunia. Ndio. Nimemhuluku mwanadamu juu yake. Mimi. Tulia kwanza. Naam, mikono yangu mimi. Huyo Mungu anafanya nini? Ameumba dunia. Aliweza kuumba dunia. Kweli. Na waliweza kutamka jina lake. Jina Yehova. Yehova. Nawaza kwanza mimi katika mada niliingia sawa sawa. Umeshatoa sababu mimi nilitoa kwanza jina. Lakini ndugu yangu alipokuja, iwezekani ajue jina ya huyo Mungu wa Biblia ambaye ni Mungu wa kweli. Labda hana. Lakini sisi tuendelee tu. Ni Mungu ambaye ni mtakatifu. Katika kitabu cha Samueli wa kwanza. Ndio. Sura ngapi mwalimu? 2:2 nasema hivi. Hakuna aliye mtakatifu kama Bwana. Wanasema hapa duniani hakuna aliye mtakatifu kama nani? Kama Bwana. Kwa maana hakuna yeyote ila wewe. Hakuna mwingine, hakuna yeyote ila nani? Ila yeye. Yeye kwanza ni mtakatifu, lakini ndugu yake kaja kaweka mambo yake. Kwa dakika moja. Kwa dakika moja sasa. Napenda niseme hivi, ni Mungu ambaye hawezi kusema uongo. Kweli. Kama vile yule Mungu wa Qur'ani. Katika kitabu ni cha Hesabu 23:19. Kweli. Hesabu 23 aya ya
ya 19. Ndio. Yule Mungu wa Biblia anaongea kweli. Ndio maana tunasema ni Mungu wa kweli. Inasema hivi. Ndio. Mungu si mtu aseme uongo. Unasikiliza ndugu yangu? Mungu si mtu kusema nini afanye nini aseme uongo. Aseme uongo. Malizia. Wala si mwanadamu ajute. Ndio. Iwapo amesema hata litenda. Yaani hapo nimeweza kupana karakteri za yule Mungu wa Biblia. Nimeweza kuzitaja hapo na zingine zitakuja baadaye. Lakini tumeona kwa Mungu wa kweli wa Biblia ni yule ambaye tumemtaja katika Biblia ambaye ni Jehova. Asante sana Bwana Pastor Mugisha kwa kuwa ulienda tu droit kabisa ndani ya mada. Uliingia ndani ya mada na kama vile tuliweza kusema kumwanzo tulisema Mungu anayezungumzia ndani ya Biblia kama njole Mungu wa kweli wa kuabudu. Na tuliweza kusema kama Biblia hii ni definition kwamba Biblia ni mchanganyiko wa vitabu. Sifili? Njoo ile mkusanyo mchanganyiko wa vitabu vya mingi. Sijua kama mwabile vitabu vyote kibao, kani vitabu 50, kani vitabu 60, vyote viko tu na ule Mungu mwiko na jina mwa Yehova. Wakati utarudia utatupatia mafasirio kamili. Kwa kwani vitabu vya mingi ambavyo vinatia kitabu kimoja ndio kinakuwa Biblia. Utatupatia ile chini. Papa Eli nitakupatia dakika 7 kwa kuweza kukosoa na kumwachia ndugu yetu swali. Karibu, lakini ulete kwanza jina ya ule Mungu wa Biblia. Mungu wa ile michanganyiko ya Biblia. Karibu. Hitaji ya msikiliza ya mama Agnes na usi itakuwa ya mtazamaji ni kusema tulete jina ya Mungu. Jina ndugu yetu alileta Yehova, Yoshua Hamasha, na mjulisha kwamba zilikuwa majina za mahali. Sasa vile wakati ya vita anaitwa Yoshua Hamasha, yani Mungu mshindaji. Ile Yehova, yani Mungu anayeokoa wakati Israeli walitoka Misri, Mungu Mwokozi. Unaona? Ile ni circumstances zenye Mungu alitendea watu wakampatia jina la pale. Mfano vile ndugu yetu Lugeri ambaye anaitwa kwa leo anaitwa Kalebo. Alikuwa na jina yake. Lakini wakati alipiga vita pale Yeriko akaitwa Kalebo, maana yake imbwa makali, kulingana na jinsi alikuwa anaenda kuvita. Kawaida ya ndugu zetu Israeli walikuwa wanaita mcirconstance wanaisirnome. Hasa wandugu ambao hawana Mungu wa kweli wanawaza ile sirno wanaibandika kama ndio jina. Donc Yehova ni jina tu ya circumstance. Haiko jina kabisa ya Mungu. Lakini kweli haiko juu jina yake pekee. Tupatia. Jina yake pekee tutaipana. Lakini hata nitoshe hii uchafu yenye alitia, ndatosha tu uchafu 2 juu wakati iko kidogo. Alipana kitabu ya Isaya anasema hatumjengeake Mungu. Lakini realite Mungu anapashwa jengea. Anapashwa jengeo. Lakini sie tunakatala kumjengea Mungu manyumba kwenye ataikala. Lakini hapo ba Adventiste Adventiste dini Adventiste haiko kumandiko. Na ile njoo inaonekana kwamba nilisema mbele. Njoo inaonekana kama haliko vya Mungu. Juu ye kuko Adventiste 7e jour njoo yeye. Na di commandement na tutampata kwa mingine emission. Si vile na kasaba toka toya naye iko na nani oro Mungu hawezi akagabulikana. Ile yote naonesha kwamba walienda kumtafuta Mungu, wakamtafuta katika nia mbalimbali kafanya kwamba wagabulikana. Ile ni ya kwanza, tunatosha ile, lakini haitatufanya tusikorije buchafu yenye ndugu yetu aliingize ni ndugu yetu hata kama alifundishwa mbaya. Tutoki kamata kitabu ya Isaya 66 fungu la kwanza. Kitabu cha Isaya 66 fungu la kwanza. Tumalizishe ile andiko alikata kipande njoo danganye mtazamaji. Inasema hivi. Inasema nini? Bwana anasema hivi. Mungu anasema hivi. Mbingu ni kiti changu cha enzi. Mbingu ni kiti changu cha enzi. Na dunia ni mahali pa kuweka miguu yangu. Dunia yote nawekea miguu na mbingu ndo kwenye ninaikaa. Ndio? Mtanijengea nyumba ya namna gani? Rudilia. Mtanijengea nyumba ya namna gani? Mtanijengea nyumba ya namna gani? Yaani Adventiste tangu leo ujue kama hawajenge yake Mungu. Amweke kama utajengea Mungu na jenga nyumba ya kabambi kushinda dunia, njua enee, juu dunia yote anaikanyagia. Mbingu yote anaikalia. Yaani kama mjengea nyumba, ujenge basi ya kabambi kushinda dunia. Na siyawahi kuiona mwenye anajenga tayari yapata aveni. Nimaliza hivi.
Ndio. Na mahali pangu pa kupumzikia ni mahali gani? Wapi unaweza jengea Mungu pa kupumzikia? Endelea, malizisha andiko. Andiko limeisha mwalimu. Limeisha kabisa, limeishia hapo. Ndio. Na mahali pangu pa kupumzikia ni mahali gani? Amweke ndugu hakukuwa na tire attention na ile mapwede interrogation. Labda ndio zilimkoroga. Pale Mungu waziwazi alikuwa anaonesha kama hawezi mjengea nyumba. Hawezi mjengea nyumba, si hapa ndio ataikala. Hata pale kumaranata Mungu mnajenga haiko vya Mungu, ni vyenu. Ile masomo ni kukongola franga na vile vingine ni nafasi kwa kuchezea, kioni mnapiga madansi, mnafurahi na mnafanya sport si. Sport inahitajika wale waliana wanabana na musika wanafanya sport. Usudi banambo. Kifupi ni ile manyumba haziko za Mungu. Mimi nawaza mtazamaji ataelewa ile, na ni ndugu yetu alianguka tu mafundisho ya uongo, anapaswa sema kisi anapenda. Tuseme ingine ya pili, mtu kumtafuta Mungu. Nikamatia kitabu ya Waroma 8:28. Okay. Mimi nasema sie tunatembea na precision. Tu hii ni matemanyaje tuko tunawapatia. Lakini neno la Mungu liko grave kumioyo yetu. Mara nyingine mimi naweza kuwa na sina maandiko na mimi nafundisha tu. Juu mimi niko navyo ndo ni kutime yetu. Neno la Mungu tulizaliwana nayo kumioyo. Waroma 2:8. Warumi 8:28 nasema hivi. Ndio. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao. Mungu anafanyaga kazi na pamoja na wale wampendao. Maana yake yani katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Benye walifanywa nini? Waliitwa kwa kusudi la Mungu. Hapana benye walienda mtafuta Mungu. Benye Mungu aliita kwa kusudi lake. Endelea. Haitaishi. Yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Yani maana mkiswahili ya Goma maana yake au njoo kusema bali benye Mungu aliita kwa kusudi lake. Endelea. 29. Ndio. Maana wale aliowajua tangu asili, wale aliowajua tangu mwanzo wa wapi? Wa dunia. Aliwachagua tangu asili. Aliwachagua kule kumwanzo. Hapana wewe kwenda kumtafuta. Nilichaguliwa kasi azaliwa, mama yangu hayaolewa, tate yangu hayaoa tate yangu. Tuendelee. Wafananishwe na mfano wa mwana wake. Kusudi wala aliochagua wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Endelea tu, haina problem. 30 nasema hivi. Ndio. Na wale aliowachagua tangu asili, wale aliowachagua tangu mwanzo, hao akawaita. Wale njoo wenye aliitaka. Mungu anaitaka au haitaki kulingana na maandiko? Mungu anawaita. Na wale aliowaita, hao akawahesabia haki. Wale aliowaita hao akawahesabia watu. Hapana wale walioenda kumtafuta pana. Pale wale ambao Mungu yeye mwenyewe aliita, ndio. Na wale aliowahesabia haki, hao akawatukuza. Msomaji kipendo simame pale kamate wa Efeso 2:8. Kusudi tumalize uchafu yote. Ndio shabaha yetu. Buchafu yote iishe, tunasema Goma iko na bahati. Nimeitwa kwa ajili ya hii mji tutoshe ile buchafu yote yenye liingizwaka watu waabudu Mungu kwa haki na kweli. Gisi iko natafuta ile verset pale papa ili paka pale siasikia unasema unatamka. Mimi nataka Mungu akitamka sasa jina la Mungu. Kwa sababu minute yako iko naisha kabisa na fikira na 2 minutes hapana. Waefeso 2:8. Aya. Ndio. Inasema hivi mwalimu. Inasema nini? Kwa maana mmeokolewa kwa neema. Mmeokolewa kwa neema, sio ndi la grace. Maana yake iko droit immérité. Ni haki yenye haikukua ya kuendelea. Kwa maana mmeokolewa kwa neema. Wale aliowaita kaokoa kwa neema, kwa bure. Kwa njia ya imani. Kwa njia ya imani. Ambayo hiyo imani. Hiyo haikutokana na nafsi zenu. Imani haitokane na kutaka ya mtu. Ni kipawa cha Mungu. Ni kipawa cha Mungu wala si kwa matendo. Haiko hata kwa matendo. Mtu awaye yote asije akajisifu. Kama ndugu iko na jisifu kwa sababu imani aliyo nayo ni ya kutaka yake. Sio wenyewe Mungu alitupatia imani yenye natambuka hata ufahamu wetu. Inatambuka hata akili zangu, uweza wangu, elimu yangu. Ni Mungu alinipa, ni kado. Endelea.
na haikuwa hata kwa matendo. Ndio niendelee mwalimu au ukipenda wachie pale kusudi turuke tuoneshe zingine maandiko. Jina la Mungu, kamata kitabu ya Zaburi. Ndio jina pekee la Mungu pekee. Zaburi 89:8 inasema hivi. Ndio 89:8. Okay, Zaburi sura ya 89 yake ya 8 kabisa inasema hivi. Ndio Bwana Mungu wa majeshi, Bwana Mungu wa majeshi, ni nani aliye hodari kama wewe? Ni nani aliye hodari kama wewe? Ni ndugu yetu Daudi ule uko nasema Yahu. Yahu ndio jina yake. Bwana wa majeshi, yani ile yenye ulisema Yehova. Uko nasikia Bwana mshindaji. Ni nani aliye kama wewe? Jina lako la upekee ni Yahu. Kamata wimbo ulio bora tufunge hii kazi. Wimbo ulio bora. Ndio. Sura ngapi mwalimu? Wimbo ulio bora 8:6. 8:6. Ndio. Inasema hivi. Inasema nini msemaji? Nitie kama muhuri moyoni mwako. Uniweke kama muhuri moyoni mwako Mungu. Kama muhuri juu ya mkono wako. Kama muhuri inawekwa juu ya mkono wako. Kwa maana upendo una nguvu kama mauti. Upendo unakuwa na nguvu kama mauti. Na wivu ni mkali kama ahera. Na wivu ni mkali kama ya hera. Mwako wake, mwako ya ile wivu, mwako wake ni mwako wa moto. Mwako wake ni mwako wa moto, yani ile mwanga ni kama mwanga wa moto. Na miali yake ni miali ya Yahu. Na miali yake ni miali ya nani? Ya Yahu. Yani jina pekee ya Mwenyezi Mungu Baba ni Yahu. Ile ni ufunuo yenye haiko kwa hii mwingine, lakini Mungu na bahati kwa sababu Mungu na mtu mwenye aliitwa na Mungu. Merci papa. Mwenye aliondoshwa hekima, ufahamu, elimu, vyote ninatumika ndani ya elimu ya Mungu. Na nadhani niko nasema havina contradiction. Merci papa Eli. Merci papa Eli Bujiriri. Unaonesha wazi kabisa kwamba ule Mungu wa Biblia jina yake ni Yahu. Kuko difference entre Yahu na Yahweh. Ndio. Kuko difference. Ndio. Yahu. Kuko Yahu, kuko Yahweh na kuko jina ingine wakati Mungu alijifunula kwa Musa mkichaka cha moto. Na yeye alisema jina yake pale. Sasa unaona kama majina yanakuwa kibao. Huo mkichaka cha moto yeye peke alijisema mimi uniite, akamwambia Musa jina yake pale. Lakini wewe jina yenyewe unaleta mzaburi, ni zaburi yenyewe iliandikiwa na nani, na kama Moize, kama nani yule aliandika zaburi. Mama msimamizi, tatizo Mungu ana majina mengi. Nilizungumza hapa. Lakini majina zenyewe zinatajwa kulingana na mahali. Wakati alionekana kwa Musa akamwambia Musa, uende umwambie Farao kama mimi niko ambaye niko. Maana yake ni kusema nini? Niko na wewe hapa katika uchungaji wa kondoo, nitakuwa na wewe kwa nani? Kwa Farao. Merci papa. Mimi niko kumwanzo ya dunia na nitakuwa kumwisho wa dunia. Ile ni jina wala haiko jina. Sasa vile mimi hapa. Mboneza mimi naweza kwambia mama Anyezi, uende mwambie mie mfupi. Uko mfupi kama kwa très bien. Mimi nasema hali mimi haiko jina. Na huyu mwenyewe alisema mwenyewe unataka kusema mzaburi Yahu. Mwifomu tupatie difference entre Yahu, Yahweh, mimi ndimi, Yehova, vitu kama na ile majina na kwa ya mingi kulingana na gisi Biblia ni mchanganyiko wa vitabu. Bali hata na mimi mnanichanganya. Ya hii television iko hapa. Ndio. Kama Mungu akitusaidia, muko na mtu mwenye iko kusource. Ndio. Si tuko kusource. Hatuende ku theology. Merci papa. Hatuende ku Manaime college. Merci papa Eli. Vitu vyote. Ndio, tuko ku source utatupatia difference ya majina yote kabisa. Ile majina kwa dakika zote na maana ndugu Mugisha 6 minutes. 6 minutes kabisa. Hapana, yeye hakueneza sisi. Yaani hakueneza seti na ilikuwa ni 6 minutes. Acha tu niingie nikosoe ule uchafu ambao aliweza kuweka. Tuchukulie Petro wa pili 3:15. Petro wa pili. Ndio. 3:15. Inasema hivi mwalimu. Ndio. Nanyi uhesabuni uvumilivu wa Bwana wetu kuwa ni wokovu, kama vile na ndugu yetu mpenzi Paulo alivyowaandikia kwa hekima aliyopewa. Yaani wanatuambia ndugu yetu Paulo alituandikia kwa hekima aliyopewa,
vile vile kama katika nyaraka zake zote pia akitoa humo habari za mambo hayo. Ndiyo. Katika nyaraka hizo yamo mambo ambayo ni vigumu kuelewa nayo. Malizia. Na mambo hayo watu wasio na elimu, wasio imara huyapotoa kama vile wayapotoavyo na maandiko mengine, yani, kwa uvunjifu wa watu ambao hawana elimu, watu ambao sio imara wanapotoa maandiko ya Paulo kama vile wanayapotoa na maandiko mengine. Ndugu yangu alipotangulia ameweza kupotoa maandiko mengine akaweka maneno yake aliposema kwamba wao tunajenga nyumba ya Mungu. Si ndio? Anajisaulisha kama Mwenyezi Mungu mwenyewe aliyeweza kuagiza watu wajenge. Chukulia Ufunuo kitabu cha Ufunuo 11:1. Ndio. Kisha niingilie sasa ule Mungu sasa. Ufunuo 11:1. Hii ni mpya. Ndio. Nikapewa mwanzi. Unasikiliza hapo? Ni ufunuo ambao uko hapo. Akapewa mwanzi. Nikapewa mwanzi kama fimbo. Ndio. Na mmoja akaniambia. Ndio. Inuka ukalipime hekalu la Mungu. Inuka ukafanye nini? Ukalipime hekalu la Mungu. Inuka ukafanye nini? Ukalipime hekalu la Mungu. Je, wale wanajenga? Wale wanapima, endelea malizia. Na madhabahu na hao wasujuduo humo. Na madhabahu na hao wasujuduo humo. Na hao ambao wataingia humo. Lakini wale ambao wako nje kama ndugu huyu, malizia aya. Inasema hivi. Ndio. Niendelee chini, mbili yake nasema. Na behewa iliyo nje ya hekalu. Sasa na kiwanja cha kule nje. Yaani hapana ndani ya hekalu kule nje. Nje ya hekalu sasa. Kwanza ni cha kabambi. Ni nje fasi yote. Uiache nje wala usiipime. Asiipime. Kwa maana mataifa wamepewa hiyo. Maana mataifa ni nini? Wapagani. Ni makafiri. Yaani hao watakusanyikia nje. Lakini wengine watafanya nini? Watakuwa ndani. Watakuwa ndani. Hiyo kali ya. Si ndio? Nilikuwa sina. Tunaendelea. Nichukulie Hagai. Kitabu cha Hagai. Ndio. Napenda tuonyeshe kama tunapaswa jenga. Ndugu Mugishagi siko natafuta ile kitabu cha Hagai. Pale kuna kosa kuko kanda sema mnajicontredire nyinyi kwa nyinyi. Kwa kuwa yeye alileta andiko anasema kama Mungu haifai kumjengea juu nje mwenye mbingu na dunia. Na wewe vile vile ndani ya Biblia unaleta andiko anasema inafaa kumjengea. Tutafuata cha wapi na tukamata cha wapi? Tutafuata maandiko ambayo yameandikwa. Yeye aliweka maandiko yote yanatoka ndani ya vitabu. Nimetoa andiko. Alikosoa ile andiko yako. Yaani wakati unatamalizia mimi nitazama. Ndio. Soma ni andiko ya Ufunuo. Sasa naomba nirudishe wakati wako utakapofika, utaweza kuweka. Lakini mimi napenda nikuoneshe kama tunapaswa jenga. Yaani engineer Mwenyezi Mungu anasema nini? Akamate metre apime. Lakini makafiri awaache watabakia nje. Na apime ajenge hekalu kufuatana na watu ambao wataingia humo. Si ndio? Nichukulie Hagai sasa. Hagai iko pale 1:8 nasema hivi. Tunapaswa jenga ndugu yangu. Tuanzie 7 mwalimu, hii ni bora zaidi. Ndio. Hagai 1 yake ya 7 mpaka 8. Ndio. Nasema hivi. Bwana wa majeshi asema hivi. Anasema sasa huyo Bwana ambaye ni Mwenyezi Mungu. Bwana wa majeshi asema hivi. Anasema nini? Zitafakarini njia zenu. Pandeni milimani. Anawaagiza sasa mpande kwenye milima. Mkalete miti. Mulete miti. Mkaijenge nyumba. Ya nani? Ya Bwana. Endelea. Nami nitaifurahia. Nami nitatukuzwa, asema Bwana. Asema Bwana. Yaani wanatuagiza twende hata kwenye milima tulete nini? Tulete miti. Tulete miti tukalijenge hekalu la Bwana. Nyinyi ambao hamujenge, kutojenga mulitoa wapi? Unaenda kujenga miti ya kujenga hekalu la Bwana Yehova Bwana Yahu. Bwana waliposema huyo Yahu ni katika lugha ya Kiebrania. Si ndio? Lakini huyo ni jina la Mungu. Mimi sitakataa. Na Jehova. Lakini Jehova ni jina la Mungu. Mimi sikataa. Lakini yeye akiweka maneno yake alikuwa haja taja jina la Mungu. Mimi sikukataa jina la Mungu. Mungu ana chukulia Kutoka. Dakika moja kabisa. Kitabu cha Kutoka. 3:14. 3:14 huko naweka sawa kabisa. Hapo naweka jina la Mungu. Inasema hivi. Ndio. Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Alimwambia nani? Musa. Mimi niko ambaye niko. Akasema, ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli. Ndio. Mimi niko amenituma kwenu. Jina lake mimi niko
Ni huyo huyo. Ni huyo huyo. Mimi sikukataa. Lakini yeye alipotangulia alikuwa amekataa. Alimkataa. Na yule bwana ni nani? Wa Korinto wa kwanza 8:6. Ndio. Wa Korinto wa kwanza 8:6 ndio. Inasema hivi. Inasema hivi. Lakini kwetu sisi. Lakini si kwetu sisi sasa. Mungu ni mmoja tu. Ndio. Aliye Baba. Ambaye vitu vyote vilifanyika nini? Vimetoka kwake. Nasi tunaishi kwake. Ndio. Mungu ni mmoja. Mungu ni mmoja. Ni yule Mungu ambaye aliziumba mbingu na nchi. Huyo Yahu na ndo Yehova. Yaani Yahu na ndo Yehova. Ni kusema asante sana Mugisha. Ni kusema ule Yehova njoo mimi niko na mimi niliko niko na njoo Yahu na njoo Yawe. Maana ile majina yote ni yake yeye. Ya ule Mungu. Tunasema asante sana kwa watazamaji wetu wa Plateau Zonar. Tunasema tutapatana tena siku ya pili wakati kama na huu, muda kama na huu. Shukrani kwenu nyinyi walikwa wangu, na vile vile nitaomba watazamaji wapenzi, yule ambaye anajisikia kuya kutetea imani yake, tunamwalika kabisa, atatutafuta na atatupata na tutamtia kuliste kwa kuweza kutetea kabisa imani. Tunasema shukrani.